Nashukuru kwa majina, naitwa Jose 001 na I'll take a moment of silence to the fallen heroes, ambapo mimi nasema hivi, serikali kwanza inafaa ipatie mayouth opportunity ya kwenda makumbusho ya wale ambao waliangamizwa wakati wa maandamano. Wapewe nafasi waende makumbusho, hiyo itakuwa sana, walindwe. Hiyo si maandamano. Oda. We, nataka kutoa hiyo. Ukiniuliza unataka namba, jaribu ongea wewe hapa, kila mtu atakusikia. Please. Endelea. Nasema hivi, nikicompare Gladys Wanga na Edwin Sifuna, I can't compare Gladys Wanga to Edwin Sifuna. Gladys Wanga is a governor, Sifuna is a senator. Gladys Wanga is armed with a 10-point agenda left by the late Honorable Raila Amolo Odinga. Sifuna sio kwa armed na nini. So, in an interview between Gladys Wanga na Edwin Sifuna, I'll always be with Wanga siku zote because Sifuna doesn't talk development. Sifuna kona agenda yake na kona mambo yake na watu wake. Ambapo never compare Gladys Wanga to Edwin Sifuna or any other character from the opposition. Gladys is focused and Gladys is very ambitious and has a mission to accomplish. So leave Gladys Wanga alone. Give her the ample time. Patia Gladys Wanga the ample time anahitaji kufanya kazi yake ya development. Hapo kwa pesa yenye Senate ili approve ati the counties ziongezewe. Naona hiyo pesa lazima itafikia mwananchi. Kwa nini? Kwa sababu tuko na John Mbadi. John Mbadi amekuja na tax finance bill ya 2026-2027 ambapo kuna kitu inaitwa zero based tax. So this zero based tax is an e-procurement platform. Ambapo e-procurement ni kumaanisha kila ministry na kila county, you must account for the budget for the things you people want to do in that particular county and anything you are and the objectives. So pesa ikiongezwa ndani ya county lazima itafikia mwananchi. Mwananchi asiwe na wasiwasi. Order member, question loud. Mr. Speaker, the member on the floor has clearly stated that CS John Mbadi ameleta zero-based tax for finance bill. But Mr. Speaker, there is 16% VAT. 16% VAT, Mr. Speaker. Mr. Speaker, there is an increment proposed on... Mr. Speaker, I'm addressing the floor. You're talking to me, leave the speaker. No, I am addressing you through the speaker. Okay, keep talking. I'm getting what you're Mr. saying. Speaker, yes, the member has clearly stated that the finance bill that we are having is zero rated. But it's a zero-based. Zero-based. Yes. But, Mr. Speaker, there is a 16% VAT on digital marketing. Number two, there is a proposed 7.5% to 10% land rates. Number three, there is a proposed 5% tax increment on Mutumba clothes. How does it become a zero-based tax if we have these tax increments? So, member, are you ready to answer the question? I'll answer the question as I proceed. Honorable member, I stated very clearly that we have John Mbadi with the zero-based tax. So each ministry or each county will be accountable for the budget and anything they want to buy. I was not about the businesses around. I was about the ministries and the counties to be precise. I think you get the point now. So nikimalizia nitasema kwamba mimi siku zote niko kazi bila break. Hata saa hii narudi kazi saa hii. Niko kazi bila break na agenda za Ruto 7 na zile za Raila 10. Hizo ni 17 agenda. Parliament of Jacaranda. Parliament of Jacaranda. Uwanja kubwa kabisa East Africa. International Park, Nairobi,
kanda ya Afrika. Bunge bawa. Sijasikia. Bunge bawa. Rudia tena. Akiongoza na Okolomani. Mtoto wa Kakamega. Bunge bawa. Utajua mjui. Asalamu alaikum. Muunganishi ya Rift Valley, North Eastern, Nyanza, naitwa tulia kidogo, naitwa TikTok Marsabit TikTok. Kutini sanagaya, orini sanagaya, nageni sabadala waranodistan. Amani iwe juu yenu wa Kristo watukufu. Asalamu alaikum. Unaenda wapi? Asante sana. Leo tunaongea nini? Ya kwanza walisema, ya pili mimi nilisumbukumbuka ya Gladys Wanga. Mambo ya wamama. Gladys Wanga, mkicheza na wamama leo hii mtajuta. Kwa nini tunajuta? Saa hii imetengenezwa mambo ya kusema ile tirikota ya wakina mama ya bunge iwe nusu kwa nusu. Wanaume bunge, wamama bunge. Mupo jameni. Ukicheza na wamama, sikiani nipee nyinyi sifa ya wamama. Hapa Nairobi ama Marsabit, wanaume nauza ng'ombe na nunua miraa. Hapa Marsabit, hapa Nairobi, nyinyi mnauza gari, mnanunua pombe. Ya tatu, hapa Nairobi, chokorani 2,000 ya wamama 12. Hiyo ndio maana tunacheza na hatuwapi mtu. Wamama tunachangamsha mpaka mkibane uwanjani. Muone watu. Ikifika na hizo Mheshimiwa Spika, nitaongea hii. Watu wanasema wanataka andamana kwa sababu ya mtu amekufa. Kabla kijana hajazungumza, walikuwa wanasema wale waliumiza maandamano, wale waliumiza watu ilipwe. Nataka changia namna hii. Wakati ya maandamano, magari ya wapita njia umechomwa. Kweli ama rongo? Kweli ama rongo? Nyumba biashara ya watu imechoma. Kweli ama rongo? Na je, hawa wamelipa magari ya watu? Hawa waliandamana, wamelipa magari ya watu, wamelipa biashara ya watu. Hatubangiki. Swali ya pili, na wakome, hatuwezi lipa mjambazi wa vijana yote atakuwa ya jambazi. Ya tatu, wacheni kidogo. Endelea mzee. Swali ya pili, wanasema tulieni kidogo. Ya pili, ngoja time. Baada ako ya pili. Ya pili, mkoba ya Islamu. Mkoba ya Islamu. Tulieni watoto yangu. Mkoba ya Islamu walisema wale walifurusha watu kwa kanisa. Serikali akapiga watu kwa kanisa. Nitazungumzia hiyo. Kwa nini? Kama wakora 1,000 naingia kanisa ama misikiti, kama wakora 2,000 ameingia kwa misikiti na ni majambazi, serikali yangefanya aje? Wacheni kutubanga upinzani, wacheni kuchafua raia, kwa sababu kama wameingiza wakora, basta iko hapa. Kama ni misikiti, nani iko hapa? Kwa nini waliingiza majambazi? Hakuna kushika hawa, ishike mkoba ya kanisa.